Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Natumaini unaendelea vizuri kabisa Jumapili hii. Hofu kubwa imezuka siku hii ya leo ya Jumapili wakati wa sherehe za Hanukkah katika ufukwe wa Bondi Beach nchini Australia baada ya kuibuka kwa taarifa za awali kuhusu tukio la ufyatuaji risasi na majeruhi kadhaa. Takriban watu 2,000 kutoka jamii ya Kiyahudi walikuwa wamekusanyika katika hafla hiyo ya kidini na kitamaduni iliyohudhuriwa na familia, watoto pamoja na viongozi wa kijamii. Mashuhuda wamesema tukio hilo lilitokea ghafla wakati kiongozi wa upinzani Kelly Sloane alipokuwa akijiandaa kuhutubia umati wa watu, huku David Ossip, rais wa baraza la wawakilishi wa jamii ya Kiyahudi katika jimbo la New South Wales, akiwa tayari anaongea. Ghafla watu walianza kukimbia hovyo kwa hofu baada ya kusikika kwa sauti zinazodaiwa kuwa ni risasi. Baadhi ya mashuhuda wamedai kusikia hadi risasi 50 karibu na barabara ya Campbell Parade. Vile kumekuwepo na taarifa za watu kushambuliwa kwa visu. Kwa mujibu wa makadirio ya awali, angalau watu 6 waliaminika kujeruhiwa, ingawa hadi sasa mamlaka hazijathibitisha rasmi idadi ya majeruhi wala iwapo kuna watu waliopoteza maisha. Polisi wa Australia wamethibitisha kuwepo kwa ulinzi mkubwa katika eneo hilo, huku vikosi vya dharura vikiharakishwa kufika eneo la tukio. Umati mzima wa watu uliondolewa mara moja kwa tahadhari na eneo hilo liliwekwa chini ya ulinzi mkali wakati uchunguzi ukiendelea. Polisi wamesema bado wanafanyia kazi kuhusu kubaini chanzo cha tukio hilo, ikiwa ni ukweli kulikuwa na shambulio la moja kwa moja au taharuki iliyosababishwa na taarifa potofu, pamoja na kutathmini uwezekano wa nia ya shambulio hilo. Tukio hili linajiri katika kipindi ambacho jamii nyingi za Kiyahudi duniani zimekuwa zikiishi kwa tahadhari kubwa ya kiusalama, hasa katika hafla za hadhara, kutokana na kuongezeka kwa vitendo vya chuki, vitisho na mashambulizi dhidi ya jamii za kidini katika mataifa mbalimbali. Katika nchi kadhaa za Ulaya, Amerika na Australia, usalama wa sinagogi, sherehe za kidini na mikusanyiko ya kijamii umeimarishwa katika miezi ya karibuni kufuatia mvutano wa kisiasa na migogoro ya kimataifa inayochochea hisia kali miongoni mwa baadhi ya makundi. Wataalamu wa masuala ya usalama wanasema matukio ya taharuki, hata pale yanapogeuka kwa taarifa zisizo sahihi, yanaonyesha kiwango cha hofu na wasiwasi uliopo katika jamii za Kiyahudi, hasa pale sherehe za amani zinapovurugwa ghafla. Katika taarifa hii kuna ripoti zinaeleza kwamba huenda kuna vifo ambavyo vimeripotiwa kutokana na mashambulizi ya risasi ambayo yalikuwa kirindima katika eneo hilo. Kulikuwa kuna mashambulizi kwa kutumia silaha, lakini kwa sheria na taratibu, mtazamaji, hatuwezi kukuonyesha picha hizo hapa, lakini mtazamaji, taarifa hii tutakuja nayo kwa ukubwa zaidi hapo baadaye. Usisahau kusubscribe, kulike, comment pamoja na kushare.